محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله أحمد ودين بابداني اللهم صل على محمد وآله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. Ndugu zangu, ni wajibu wetu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ya uhai ambayo ametujalia kuwa nayo mpaka leo, baada ya kuachana kwenye shughuli kama hii mwaka jana tulipokuwa tunaelekea kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni maneno yaliyozoeleka kwa wazungumzaji wengi kwamba tulikuwa nao watu Ramadhani iliyopita, sura zao zilikuwepo kwenye maulidi kama hii, lakini leo sura hizo hazipo. Maana yake mimi au wewe, inawezekana Ramadhani au tuseme maulidi ijayo ya kukaribisha mwezi wa Ramadhani, sura yangu au yako isionekane. Tunafika kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, iwe ni fursa yetu adhimu ya maandalizi ya akhera. Huenda hiyo Ramadhani yenyewe kesho kutwa tusiifike. Jumatano hiyo ya tarawehe, sio ya kwanza, kama mwezi utaandama, inawezekana tusiidiriki. Saa moja kwa mwanadamu ni kubwa sana. Sekunde moja ni kubwa. Chini ya sekunde ni kubwa. Usijipe matumaini ya kuendelea kuwa hai kwa kuamini una afya, kwa kuamini unaingia msikitini, kwamba unaweza ukatoka, wapo waliofariki kwenye sala. Usiamini unaweza kutoka umeingia gesti na mwanamke ukaamini utatoka salama. Wako ambao ndio roho zao zilitoka wakiwa juu ya hao wanawake au wanaume. Ndugu zangu, mada niliyopewa ya kutiwa kwa viongozi ni wajibu. Ni kweli, kwa sababu zipo dalili kabisa zinazothibitisha wajibu huo wa kuwatii viongozi. Niziseme mbili. Ya kwanza ni aya maarufu, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha wa atii'u rasula wa ulil amri minkum. Enyi mlioamini, atii'u Allaha ni amri ya wajibu, kwa maana yani amru lilwujub. Tunafahamu amri ya wajibu, mtu asipotimiza au kutekeleza wajibu huo anapata dhambi. Kwa hiyo mtiini Mwenyezi Mungu. Kwa kumtii Mwenyezi Mungu mtapata thawabu, mtapata thawabu, mtapata radhi zake. Lakini msipomtii yeye Mwenyezi Mungu, maana yake mtakuwa mmeingia kwenye kumwasi. Kadhalika waati'u rasula, na mumtii mtume. Kumtii mtume ni wajibu ambao kila Muislamu anapaswa atekeleze wajibu huo.
kutokumtii mtume kuna kupelekea kupata adhabu za Mwenyezi Mungu, lakini pia kumtii mtume moja kwa moja ushamtii Mwenyezi Mungu. Man ataa ar-rasula faqad ataa Allah. Ukishamtii tu mtume moja kwa moja umemtii Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yeye mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, akiagiza, ni wahai kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana kuna mjadala mpana kwa wanachuoni. Je, Qur'ani inafuta maneno ya mtume? Wengine wote wamekubaliana Qur'ani inafuta maneno ya mtume. Wote Qur'ani inafuta maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, maneno ya mtume yanaweza kufuta hukumu au maneno ya Qur'ani? Sio, nimepewa nusu saa. Kwa hiyo unaona kama naanza hivyo taratibu, yaani kwa sababu na muda mwingi wa kusema. Sasa nikishaanza juu kule nitachemka. Si sawa? Huo ni mjadala mpana. Imam Shafi yeye akasema maneno ya mtume hayafuti maneno ya Mwenyezi Mungu, na akatoa baadhi ya dalili kubwa kama 2 hivi au 3. Ya kwanza, ma nansakh min ayatin au nunsiha nati bi khairin minha au mithliha. Ma nansakh min ayatin, hatufuti aya yoyote, au nunsiha, au kuisahaulisha aya hiyo, illa nati bi khairin minha, tutaleta aya bora kuliko tuliyoifuta, au mithliha, au mfano wa tuliyoifuta. Imam Shafi anasema asnada Allahu al-ityana ila nafsihi, yani swala la kuleta ameliweka Mwenyezi Mungu mwenyewe, sio kwa mtu mwingine, mwenyewe. Ma nansakh min aya nati, ni yeye. Alafu bi khairi minha, hakuna kitakachokuwa bora kuliko Qur'ani ila Qur'ani yenyewe. Sio bi khairi minha kwamba iwe ni bora kuliko Qur'ani, bora kuliko aya. Hadithi haiwezi kuwa bora kuliko aya. Au mithliha, au itakuwa ni mfano wa aya hiyo hiyo, sio kingine. Tuna mambo ya kihukumu haya. Lakini ukisoma baadhi ya wanachuoni wengine wakasema hapana, maneno ya mtume yanaweza yakafuta maneno ya Qur'ani, na wao walitoa dalili. Moja katika dalili ndio hiyo nilikuwa naisema, sio la kwangu, mtawafuata mashehe. Wakasema Qur'ani na sunna au hadithi za mtume ni kitu kimoja, hata kama yatakuwa yametofautiana majina, kwa sababu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Simeelewa kwamba Qur'ani inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kile alichokisema yeye mtume, japo kimetoka kwenye kinywa chake, lakini sio chake, ni cha nani? Ni cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wanasema hivyo. Hiyo sio hoja yangu, lakini nilikuwa nakusudia mimi ni kwamba kule kumtii mtume sallallahu alaihi wasallama moja kwa moja umemtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kipande cha 3 ndio mada ya nini, ujumbe, kauli mbiu ya maulidi yetu, kuwatii viongozi ni wajibu, kwa sababu kipande cha 3 kinasema wa ulil amri. Hapa niseme, nitakuja kufafanua mwisho, nasema tu hapa kuwatii viongozi ni amrun mustaqilun, yani ni jambo lilojitenga, linajitegemea, tofauti na ilivyo atiu Allah wa atiu rasula. Kule utaona ni maatufu, lakini kwa neno lenyewe atiu Allah wa atiu, kwa ulul amri hakuna wa atiu ulil amri, halipo. Yani maana yake nini? Maana yake kumtii Mwenyezi Mungu moja kwa moja, anachokuagiza ni kheri kwako,
Wa atiu rasula, ukimtii mtume moja kwa moja, hakuna shaka umeshapata kheri. Lakini kumtii moja kwa moja kiongozi kwa kila anachosema, sio kila atakachosema inaweza kuwa ni kheri. Ndio maana nimesema ni jambo linalojitegemea, yani sio kumtii tu moja kwa moja. Kule atiu llaha wa atiu wa ulil amri, hakuna wa atiu ulil amri. Maana yake ile taa kwake ambayo ni wajibu ndiyo, lakini baada ya kuangalia kwamba kule kutii hakuwezi kukupelekea katika kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Nitarudi huko, ndio maana nilisema nitarudi hapo. Kwa hiyo ni dalili ya kwanza, kuwatii viongozi ni wajibu kwa aya hii niliyoisoma. Lakini kwenye upande wa hadithi, mtume, ni hadithi moja tu nimeitumia hapa, anasema Abu Dharri, auswani khalili, amenihusia kipenzi changu Mtume Muhammad, an asmaa wa utia, niwe msikivu na niwe mtiifu. Wa in kana abdan mujaddaa al-atraf, hata kama huyo ninayetakiwa kumsikia na kumtii atakuwa amekatika baadhi ya viungo vyake. Na wengi wanaichukulia kwamba mujadda ni mtu ambaye pua lake limekatika au masikio yake hayapo. Niliwahi kusema kwenye maulidi moja, kiungo pekee kinachokufanya wewe uwe na reception nzuri, yo uso wako uwe mzuri, sio macho. Sio macho, pua. Litoke uone kama utasifiwa handsome. Allahumma sallallahu alaihi. Wallahi nakwambia pua. Sasa pua limetoka, limeharibu muonekano wa kiongozi. Kutii maagizo ya kiongozi hakutegemeani na uzuri wa sura yake, hakutokani na kutoka kwenye kabila. Wa in kana abdan habashia, katika riwaya nyingine kwamba hata kama atakuwa ni mtumwa wa Kihabeshi, madhali amekuwa ni kiongozi na amekuamrisha kwenye lile ambalo ndani yake kuna maagizo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kumtii ni wajibu. Madhara ya kutokuwatii viongozi, la kwanza ni kutokufikia malengo. Yaani hamwezi kufanikiwa katika jambo la aina yoyote kama hamtotii maelekezo na maagizo ya kiongozi. Katika ghazwatu Uhud ni maarufu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama aliwapa maagizo baadhi ya masahaba kwamba tunaingia kupigana, lakini nyinyi hakikisheni hamtoki kwenye kilima hiki tumeshinda au tumeshindwa, tumeshinda au tumeshindwa, msitoke hapo. Hawa baadhi ya masahaba walipoona ushindi umekaribia kwa Waislamu, wakaona sasa ile hofu aliyokuwa nayo Mtume haipo. Hofu silikuwa kwamba inawezekana tukashambuliwa, sasa mpaka saa hizi dakika ya 90 na ushindi huko kwetu. Wakaona haiwezekani, hofu ile aliyokuwa nayo Mtume haipo, wakashuka. Kumbe Khalid ibn Walid alikuwa anapiga hesabu za kuingia kwenye uwanja wa mapambano, lakini akiwaona wale inampa shida, anapenyaje? Walivyotoka wakamrahisishia. Kwa hiyo Waislamu katikati ya eneo la uwanja wa mapigano wakawa wamezingirwa, wakapigwa kipigo kizuri kilichopelekea mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akajeruhiwa, akavunjika meno yake ya mbele, na hali ikawa mbaya, na ukaenea uvumi pale kwenye vita kwamba Mtume kafa. Haya yalikuwa ni matokeo ya wao kutokusikiliza na kutii maagizo ya kiongozi. Ndiyo maana ya huo wajibu.
wa kutii maagizo ya viongozi. Naenda mwishoni, shilingi na pande mbili, si ndivyo? Kiongozi, ma la yatimu alwajibu illa bihi fahuwa wajib. Hiyo ni kanuni ya kiusuli. Jambo lolote ambalo yani wajibu haukamiliki ila kwa jambo hilo darejea ni wajibu. Udhu ni wajibu, sio? Kwa sababu sala haitokamilika bila udhu. Kwenye hadithi inasemaje ile Sheikh Rama kuhusu sala bila udhu, inasemaje? La salata liman la wudhu'a lahu, sio? Hii la wao wataalamu wa lugha wameigawa katika makundi matatu. Katika makundi matatu. Iko wanasema la nafyu lil wujudi. Ile la inakanusha uwepo. Inakanusha uwepo. Ukisema la ilaha, maana yake unakanusha sio kuwepo. Kuna tofauti ya uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala na uwepo wa mtu. Neno kuwepo linatumika kwa kiumbe. Si unanene, tulifundishwa na Dr. Ahmadi Sovu, ni PhD. Yaani ni daktari, sawa, wa lugha ya Kiswahili. Anasema Mwenyezi Mungu, tunasema uwepo wa Mwenyezi Mungu. Lakini Kasinge huwezi kusema natambua uwepo wa Kasinge kwenye shughuli hii. Unatambua kuwepo. Si unanielewa? Hiyo ni kulul haq wa law kana kaguruma. Sallu ala nabi. Unatambua kuwepo. Uwepo ni neno linalotumika kuonyesha uwepo wa nani? Sasa ile la ya kwanza ni nafyu lil wujudi, kwamba inakanusha uwepo, kutokuwepo. Jamani, kutunza ni sunna. Inathibitisha uwepo nini? Uwepo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ndivyo ilivyo wazee. Hiyo nafyu ya kwanza. Alafu la ya pili wanasema ni nafyu lil kamali. Nafyu lil la salata lijari almasjid illa fil masjid. Hii la salata haimaanishi kwamba mtu akisali nyumbani kwake sala yake haitosihi. Sijui umeelewa? Ila inamaanisha la salata salatan kamila. Haiwezi kuwa sala kamili kama yule aliyesali wapi? Lakini sio kwamba hatokubaliwa kabisa sala yake. Hii ni nafyu lil kamal. Kuna ile la salata maa huduri taami, sijui, sio? Iko hivyo kwamba hii la sio nafyu lisiha. Haimaanishi kwamba haitokuwa sala sahihi kama utaenda kusali wakati chakula kiko tayari. Ni nafyu lil kamali, kwa sababu unaweza ukajikuta unasali lakini mawazo yako kwenye msosi. Inaweza ikawa sio kamili sana. Halafu ndio kuna nafyu lisiha, kwamba si sahihi. La salata liman la wudhu'a lahu. Mtu anaweza kusali bila kutawadha, lakini sala yake sio sahihi. Umeelewa maneno yenyewe? Na kwamba unaweza ukasali, Sheikh Masudi ananitumbulia macho hapa. Unaweza ukasali bila udhu. Yuko mtu aliwahi kuiba saa, kakimbizwa. Sasa sehemu salama akaona ni msikitini. Katikati ya safu mwamba akapiga Allahu Akbar. Wale wezi wanaokuwa wanamkimbiza mwizi wakabiliza. Amesali. Lakini sala yake sio sahihi. Sina hakika kama kule alikotoka alikuwa na udhu. Ndio maana kaitwa musafiru. Allahu Akbar. Sio msafiri. Kwa hiyo udhu ni wajibu, ndio nilikuwa hapa la salata liman la wudhu'a lahu, kwamba atakuwa amesali lakini sala yake si sahihi kama hatakuwa na udhu. Na ndicho tunachokitegemea sisi Mashafi na Maibadhi na wengine kuhusu alhamdu. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, kwamba pale manake ile la ni la nafyu lisiha. Sala yako haitokuwa sahihi kama huko soma alhamdu.
Wengine si wanasema inawezekana, wengine wanasema unaweza ukasali sio kwa nini, kwa alhamdu, na sala yako ikawa sahihi. Imamu Abu Hanifa ndo anakubali hivyo. Kwa nini? Kwa sababu kwenye ile hadithi musiu sala, Mtume alimwambia yule bwana aliyekuwa anaharibu sala, akamwambia idha kumta ila sala fasbaghil wudhu'a wastaqbilil qibla thumma qra ma tayassara. Anasema kama alhamdu ingekuwa ni wajibu wa kusihi sala, Mtume angemwambia waqra'il Fatiha. Hiyo ni hoja ya Abu Hanifa. Lakini sisi tunasema alhamdu ndio sala, kwa hadithi al-Qudsi ambayo Mtume Mwenyezi Mungu anasema kwenye hadithi al-Qudsi, inni qasamtu salata nini qismaini, si ndio? Idha qala al-abdu alhamdulillah, kwamba mimi nimeigawa sala katika sehemu kuu hizi. Alafu Mwenyezi Mungu anasema hiyo sala katika kuigawa sehemu mbili hamaanishi sala kusali, anamaanisha ni suratul Fatiha, kaigawa sehemu hii. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu kuita alhamdu ni sala, maana yake haisihi sala bila alhamdu. Swali Mtume Muhammad, Allahumma salli Allah. Kwa kuna mambo ambayo viongozi ili wawasaidie wale wanaowaongoza kuwatii, kwa maana ni wajibu huo, lakini yako mambo wakiyafanya yanaenda kuutimiza ule uwajibu. Moja wapo ni kusikiliza ushauri wao. Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume washawirhum fil amri, katika jambo ambalo hakuna hukumu ya moja kwa moja, kaa nao wasikilize maoni yao, wale viongozi wale watakaokupa ushauri. Lakini sisi tunaona hapa tungefanya hivi, sio kukukosea adabu kiongozi. Mtume tunaambiwa kwenye vita vya Badri alikaa na masahaba wakazungumzia kuhusu mikakati ya vita vya Badri. Kwenye vita vya Khandaki Mtume anatoa mawazo, wanamsikiliza, wanasema ni wahai? Hapana, sio wahai. Kama sio wahai na sisi tusikilize. Maana kama tutafata mbinu zako wewe tunashindwa vita asubuhi. Kwa sababu Mtume hakuwa mtaalamu wa vita. Kuwa Mtume haimaanishi anajua kila kitu. Ndiyo, Musa aliwahi kujisifia kwenye hadhara, kajamaa kamemwambia, unajua Musa, haya mawaidha ya leo makali. Mioyo imeingia hofu, machozi yamebubujika. Hivi kuna mtu anakuwa na ujuzi kuliko wewe hapa? Musa alivyojitazama, na kweli alikuwa na haki ya kusema. Sasa kuna mjuzi kuliko mimi? Yeye anaongea na Mungu. Akasema hakuna. Alivyotoka Mwenyezi Mungu akamwambia tulia, yuko abdu min ibadina, yani ni mmoja katika mamilioni. Yes, pale Al-Azhari wanasema mithluka ulufun. Yani unaweza kawa wewe unajiona ni fundi seremala, lakini wako mamilioni mafundi seremala. Unaweza kuwa ni injinia, lakini sio wewe, wako mainjinia. Sasa Mwenyezi Mungu anamwambia ni abdun min ibadina, ni mmoja katika mamilioni. Huyo ni sample tu, nenda akakuelekeze usiyoyajua. Kwa Mtume haimaanishi kujua kila kitu. Kwa Mtume anasikiliza ushauri wa wale anaowaongoza na akafuata ule ushauri. Antum a'lamu biduniyakum. Mtume anawaambia wale masahaba kwamba nyinyi mnajua zaidi dunia yenu kuliko mimi. Mtume hakuwa mtaalamu wa kilimo cha mitende, si ndivyo? Kaingia Madina kawaambia, jamani, hiki mnachofanya nini? Walikuwa wanapandisha mbegu kwenye mitende. Sasa ndio akaona kama haieleweke, wakaacha. Mwaka uliofuata vikatoka vitende vimesinyaa. Mbona tende zimekuwa hivyo? Sema ulitukataza tusipandishe. Basi bwana, haya mnajua dunia yenu. Kwa hiyo kiongozi kuwasikiliza wale unaowaongoza na kufuata baadhi ya ushauri, sio kukuasi, sio kukuvunjia heshima. Changamoto, shehe utanisamehe, changamoto tulionayo leo, nilikuwa nasema la ahadun sawa yafuku dhakauhu dhaka almajmua au aljamaa.
Hakuna ambaye mtu mmoja ana akili zake ndio zinawashinda watu wote. Kuwa kiongozi kama wewe ndio una akili sana kuliko wote. Shida tulionayo ni hiyo, kwamba baada ya kuwa kiongozi basi mtu anaweza akaamini kwamba yeye ndio ana akili, ana uelewa, ana elimu na maarifa. Atakuwa imamu yeye na muhasibu yeye, zikichangwa zile fedha wanampa yeye. Tangu lini wewe ukana elimu ya hesabu? Kwa sababu lakini shekhe sikuna makazi, nasema yule imamu anamuundia zengwe muumini aliyehoji hilo, na kuna uwezekano mkubwa na wengine wakamtazama kwa macho mabaya. Kwa nini tu kasema, kwani imamu kuna shida gani? Hizi fedha akipewa muhasibu si yupo? Yupo mwenye kushika fedha, yuko mwenye elimu yake, si ndio anatakiwa akae na fedha? Fedha anakaa nazo imamu. Ni chanzo cha mgogoro na watu wanaweza wasikusikilize. Wewe ni imamu, baki kwenye majukumu yako ya kusalisha. Wewe ni shekhe. Leo bahati mbaya hata kwenye katiba yetu ya BAKWATA imeweka mihimili mikubwa miwili. Kuna muhimili wa viongozi wa dini na kuna muhimili wa utendaji. Muhimili wa uongozi ni kuanzia imamu, shekhe wa kata, shekhe wa wilaya, shekhe wa mkoa, mufti. Hiki ni kipengele, ni muhimili wa dini. Halafu kuna muhimili wa utendaji. Muhimili wa dini wanateuliwa. Imamu wa msikiti anateuliwa na baraza la mashehe la kata, sio la wilaya. Mashehe wa wilaya na mashehe wa mikoa wanateuliwa na baraza la. Kwa maana hivi ni vigezo vinatakiwa vipimwe na wenye kujua. Anayemjua mwenye elimu ni mwenye elimu, sio mjinga. Yaani hapo una Kamsafiri kako vizuri kana elimu. Wewe umesoma. Anaweza kujua na elimu au sina elimu, ni msomi ndio anajua wewe wa darasa 7 unamkosoa form 6. Yeti shekhi. Kwa wenye elimu baraza baraza la mashehe wilaya linawachagua maimamu wa misikiti. Halafu ule muhimili wa utendaji ndio maana wanachaguliwa, hawateuliwi kwa maana ya sifa na vigezo. Ndio watendaji, kamati ya msikiti. Si ndio bwana? Kamati tendaji hao wanajua mashehe wa kata. Nachosema sasa, fedha hazikai tena kwa mhasibu wa wilaya. Fedha hazikai kwa mhasibu wa mkoa. Masuala yanayohusu fedha, ukisoma katiba, masuala yanayohusu fedha hayahusiani na mashehe. Nilisema shughuli ina pande mbili. Tuna haki ya kuwatii viongozi wetu, na wenyewe kuna vitu wanatakiwa wavitimize ili wao wajibu utimie. Ndio niko hapo Fedha hazikai kwao. Halmashauri ya BAKWATA mkoa ndio yenye jukumu la kubuni na kuratibu mipango yote inayohusu fedha, ikiwemo vyanzo. Lakini mashehe wako wa wilaya hapa, wako wa mikoa, hilo limekuwa jukumu lao. Kwa katiba ipi? Wanaukana kaguruma. Kwa katiba ipi? Katibu akihoji lakini au mhasibu lakini shekhe tayari. Na bahati mbaya kuna uchaguzi kesho kutwa. Kwa kulizingatia hili, kumekuwa sasa hakuna uchaguzi, kuna uteuzi. Yaani manake ni hivi, Masudi analetewa fomu, wewe ndio utakuwa mjumbe wa halmashauri ya mkoa. Kwa sababu huyu ni mwitabile wa shekhe wa wilaya, hawezi kupinga chochote. Lakini kakiingia Kamsafiri bwana, katatuvuruga. Fomu shekhe hazitolewi kwa kila mtu, zinaenda kimya kimya. Swali ya Mtume wangu. Allahumma salli wa sallim ala. Ndio naambia nyie ndio mashehe mlioko huko. Hiyo ndio hali. Hiyo ndio Sheikh Abdul Waris. Hiyo ndio hali. Mala yatimu alwajibu illa bihi fahuwa wajib. Ni wajibu wetu kuwatii viongozi, na wao pia wana wajibu wa kuhakikisha kuna mambo wanayasimamia ipasavyo. Sio kuwakosea adabu. Sio kuwakosea adabu. Niliwahi kusema kwenye maulidi zetu za nyumba kwa nyumba, na ilikuwa kwa Mama Khalid. Mama Khalid yuko hapa. Yuko hapa mwaka juzi.
Nisema bahati mbaya viongozi tulionao leo hawawapendi watu wenye akili. Yaani mtu anayemsifia kiongozi anaonekana anampenda, anayemkosea kiongozi anaonekana anamchukia, kwamba atakuwa tuna chuki yule. Kwa nini? Kwa sababu inaonekana kila anayependa yeye kazi yake ni kusifia tu, ndio inaonekana hivyo. Na wanaharibikiwa hawa viongozi wa dini hata wa serikali kwa kuendekeza watu wanaowasifia na kuwaweka mbali watu wanaowashauri au kuwakosoa wanavyoona. Yuko mwanasiasa mmoja alienda kijijini. Alipofika kwa wanakijiji pale akawauliza, mahia mashakirukum, wanakijiji nyewe mna matatizo gani? Wakamwambia tuna matatizo mawili. La kwanza yakasema ladaina markazun sahih, si ndio bwana, sisi hapa tuna kituo cha afya lakini hakina madaktari. Pale pale mwanasiasa akachukua simu akaenda pembeni, na haraka sana baada ya wiki moja waje madaktari hapa. Akamwambia tatizo lenu jingine la pili? Yakasema tatizo letu la pili, mwizi mkubwa wewe, ni kwamba katika kijiji chetu hakuna mtandao wa simu. Sheikh, maiki ziweke vizuri tafadhali. Si umeelewa au hujaelewa? Huyu mwanasiasa yeye aliwaambia watu hapa hakuna madaktari, kituo cha afya tunacho. Haraka yeye akaenda, sawa, akajifanya anapiga simu kuwaaminisha hawa kwamba tatizo lao lakini wenyeji wanajua kwenye eneo lile hakuna mnara wa simu, network haipatikani. Kwa hiyo akamwambia hilo moja nimetatua. Niambieni la pili. Akamwambia mwizi mkubwa wewe. Wewe unatuonaje? Unaelewa, si wewe unasemaga tumswalie mtume wangu. Basi kuna wanasiasa hawa, yuko mwenye diwani hapa, ambao na wao huwa wanaamini kwamba wanaweza kulitatua kila tatizo kwa njia hiyo ya haraka. Wanawadanganya wananchi, na wanapogundua wamekosea hawawezi kurudi hadharani wakakiri. Tulikuwa tunazungumza na Sheikh Abdul Warith hapa, kila mtu anakosea, na kama anakosea maana yake wa khairul khata'ina. Kwa upande wa dini, arrujuu anil haqi fadilatun, kule kukubali haki wewe kiongozi wa dini ni katika ubora mkubwa sana. Lakini kisiasa, mimi nilikishakuwa kwenye siasa, kwa kuna zile semina mnapewa za siasa, shehe, unasikia mwenyekiti, ikitokea kuna jambo umekosea jukwani, usirudi kesho kuambia jamani pale nimekosea. Unapunguza kuaminika kwa wananchi, hawakuamini tena. Asante bwana. Lakini kwenye dini ndio inaonyesha ukomavu wa imani, kwamba mimi si ndio? Kuna yule Asma binti Abubakari, Umar ibn Khattabi alikuwa anatangaza kuweka ukomo wa mahari. Anawaambia sasa hivi mahari kuolewa wanawake ni kiasi kadhaa, mwisho isizidi hapo. Akasimama Asma akasema, mbona unataka kutunyima alichotupa Mwenyezi Mungu? Mwenyezi Mungu anasema wataituhunna kintara, na muwape matrilioni. Unaona tupangiaje wewe? Mtume akasema Omar amekosea, mwanamke amepatia. Wanaukana kaburuma hiyo. Unaeleweka? Kwenye dini wewe kiongozi ukigundua umekosea, kule kukiri kukosea ni fadhila na ukomavu mkubwa sana. Mkubwa sana. Nazungumzia kuwatii viongozi. Mwelewa, inawezekana tatizo tulilonalo ni viongozi wetu kutopata utiifu, lakini wakati mwingine inawezekana kukaa kuna tu vitu pia tunachangia. Watu wanakutii, wanakuheshimu, wanakupenda, lakini aliyekukosea, aliyekukosoa, aliyekushauri sio adui. Shida tulionayo, na mimi nasema na hawa mashehe wako hapa, mimi mkweli, tunakaa sisi pembeni ndio tunasikia mnavyosemwa shehe na hawa waliowazunguka. Niliwahi kumwambia mtu mmoja, alikuwa rafiki yangu, atakuwa tumepatana kwenye kesi ya huyu, kwenye kesi ya Sheikh Baruti, tulikuwa naye Shinyanga, kasingiziwa. Sasa kwenye vile vikao wote wanazunguka, mimi sizunguki. Maumbile yangu na shindwaje kukwambia tukionana nikakusemea pembeni, siwezi. Pale uso kwa macho,
Nikamwambia walioko wewe, hawa watu wako wa karibu wanasema we huambiliki. Alininunia shehe zamani kwa hata akiniona ananiwashia taa au ananipigia honi. Siku hizi kama hanioni. Siwezi sawa bwana kukimbia upweke kwa kuhofia kusema kweli. Mimi nitasema kweli, umechukia, nimemaliza. Sasa miongoni mwa manunguniko yenu ninyi mashehe ni hayo. Hawa walio karibu yenu wanaogopa. Hakuna kitu kilichonisikitisha siku moja, mmesema wenyewe kuhusu kuwatii viongozi. Acha nimalize. Na mmenipa madakika ya kutosha na ni Ramadhani iko mbele. Shekhe anakosea. Yuko mmoja anakosea, tamwambia baadaye. Sasa wale walio karibu wanajitahidi kweli kusimama naye. Lakini pembeni wanasema, shekhe. Sasa unajua sisi tukisema mwambie wewe kwa sababu wao wanajua yeye ananipenda sana. Sheikh Abeke huyu ananipenda sana. Yaani watu wa Mwanza wote wanajua. Ndio maana kila nikija mimi lazima niongee. Ananipenda sana. Sasa wakanambia shekhe, unakwambia shekhe kwenye hadhara. Wakanambia hivi, wewe Msafiri ukimwambia wewe anakupenda haitoleta shida. Lakini sisi wengine tukimwambia bane shehe anaweza kafikiria sisi tumejiunga na maadui zake. Nasema mbele ya hadhara hii na Mungu ni shahidi, kama ni kweli aliyosema shehe anaenda kuanguka pakubwa. Kama utakuwa na watu walio karibu yako wana hofu ya kukwambia hapa sio sawa, kwa kuamini kwamba wanaweza wakaingia kwenye kundi la maadui, walioanguka wengi wameanguka baada ya kujenga hofu hiyo kwa wale wanaowaongoza. Kama wewe Msafiri ongea naye, wewe kipenzi chake atakuelewa. Wao wanaogopa kwamba tukimwambia Sheikh tunaingia kwenye, anaweza katuna sisi ni maadui zake, na yasema hadharani. Wallahi inakuwa pia unampata mtu unamwambia bwana hivi umekosea, sasa anakuchukia. Unamchukia yahe, ni kama vile unavunja kioo. Unapomkataa na kumwona adui anayekuonyesha njia ni kama unakivunja kioo. Kioo kabla ya kutoka unajitazama, kuna tongo unatoa. Ndio sawa na yule anayekwambia hapa hapana. Unapomkataa manake usijisikie vibaya utakapochekwa umetoka na tongo kwa sababu umekivunja kioo. Anayekwambia shekhe hapa hapana sio adui, ni kioo chako. Asipokuwepo ni ile hadithi ya mfalme Juha ambaye yeye aliwajenga watu katika nidhamu ya uoga. Wewe bwana akamwita fundi cherehani mmoja akamwambia nataka unishonee nguo ambayo haijawahi kutokea, nguo ya maajabu. Ni agizo la mfalme, ukienda kinyume unauawa. Yule fundi cherehani akamwambia tawile mkuu, na kushonea nguo ambayo ni nguo ambayo wewe nitakapokuwa nimeishona wakati wa kuvaa hutoiona. Mwamba akaja akamwambia tayari vazi lako mheshimiwa, lakini maajabu ya nguo hii haionekani. Fanya akamwambia hiyo ndio nilikuwa naitaka mimi. Akavaa. Baada ya kuvaa sasa anaenda kuwaonyesha wale raia wake nguo ya maajabu ambayo haipo duniani. Wale na wenyewe wanaona mfalme yuko uchi, wanashindwa kumwambia kwa sababu unaanzia wapi? Mfalme yuko uchi, dhani wa kumwambia mfalme yuko uchi. Kwa hiyo yeye anatembea zake kwa mikogo. Hakuna nguo kama hii duniani. Watu wanaona ya Rabbi. Lakini hayupo wa kumwambia. Amejenga nidhamu hiyo. Mwisho nidhamu Ramadhani inatujenga, si ndio? Ni dalili ya kutii. Na mnasema tu kwa misemo miwili na kaa. Msemo wa kwanza, mwanaume mwenye kiu ya mafanikio. Mwanaume mwenye kiu ya mafanikio asipoweza kufanikiwa kudhibiti zipu yake, mafanikio hayo yatakuwa ni ndoto.
Hebu rudia. Mwanaume yote mwenye kiu ya mafanikio, una hamu ya kufanikiwa, uwe mtu fulani kwenye maisha. Ili ufikie malengo hayo, kwanza hakikisha unafanikiwa kudhibiti zipu yako. Huyu Shaban Robert ana maneno yake, anasema zinaa ina maradhi, fumanizi na maudhi. Si jambo la faradhi, kuliacha hufinja. Ndio maneno ya Shaban Robert. Zinaa ina maradhi. Leo wengi wanahangaishwa na wanakufa chini ya yale matarajio kwa sababu ya zinaa. Fumanizi na maudhi. Wako watu wameshindwa kuacha zinaa, wanakuja kuambulia aibu. Dunia ya leo, unapotembea na mke wa mtu, moja kati mambo mawili yanakulenga. Utatafutiwa wanaume wenzio, ili kile unachokifanya kwa mke yule na wewe ufanyiwe. Na ikitokea picha zimewekwa barabarani kwamba na wewe umefanyiwa ulichomfanyia mke wa mwenzio, haraka haraka unafikiria kujiua tu, kwa kuepuka ile aibu. Na hata ukihama mji, aibu huwa hauwezi kuiacha ulipotoka. Kuna mwenyekiti mmoja ilitokea kwenye mkutano kama hivi, mimi nazungumza. Wakati nazungumza, bahati mbaya ile baba Yusufu, unaijua, tunataka kafuku fuku tia kwenye mkutano, mwana na akaanza na kubabaika na confidence ya mkutano ikapotea. Kwa aibu hii iliyomkuta mkutanoni, mwenyekiti akaona hata pale kijijini hapafai, akahama, haenda mbali. Baada ya miaka 20 akaona watu watakuwa wameshasahau, basi akaamua sasa kurudi. Kafika mtoni, ni mtu ambao wanakijiji huwa wanakuja pale kufua na kuchota maji. Sasa walikuwa wanaoga, akaona sio vizuri, akakaa pembeni ili asiwaone na asiwashtukize. Wala kina mama wakaanza kuulizana, hivi kati ya mwanao wewe na mwanangu yupi mkubwa? Yule mama akasema, kwani wewe mwanao alizaliwa lini? Sasa mimi nakumbuka mwanangu ni ile siku mwenyekiti. Akarudi zake tena akasema, no. Aibu haikimbiwi. Ukiendekeza, kinachofuata ni kifo cha wewe mwenyewe, kuyafupisha maisha yako kwa aibu. Fumanizi na maradhi. Si jambo la faradhi, kuliacha hufi njaa. Hakuna aliyekimbizwa na ambulance Bugando amekaa miaka 10 bila kukutana na mwanamke au mwanaume, kwamba sasa ana hali mbaya, ana hali. Ramadhani kusaidie kudhibiti hiyo zipu yako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. حفظ الإله كرامة لمحمد يا رب صل على نبي محمد صلى الله على محمد.